ni Wafilipi 2. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu, asante kwa neema yako uliyotupa. Tuko mbele zako, uzima tulionao, afya na nguvu tulionayo na muda uliotupa ni ishara ya kibali chako Mungu. Asante kwa sababu ya uwepo wako. Umetuthibitishia katika neno lako ya kwamba tukiwako wawili watatu kwa ajili ya jina lako upo katikati yetu. Baba, tazama ninakiri kwamba tuko hapa kwa ajili ya jina lako. Tuko hapa kwa ajili ya mapenzi yako. Tuko hapa kwa ajili ya kusudi lako. Yesu, sawasawa na kusudi lako, naomba uwepo na ushirika wako katikati yetu. Tufanye kuwa wa thamani sana mbele zako Mfalme. Tufanye Bwana kuaminiwa na wewe Mtakatifu. Ndani yetu uone wengi, ewe Yesu Kristo wa Nazareti. Ndani yetu uone mamia, uone maelfu, uone malaki. Unapozungumza na sisi usizungumze kama na mtu mmoja tu. Zungumza na maelfu ya watu. Zungumza na mamia ya watu. Zungumza na makumi elfu. Zungumza na malaki ya watu kwa jina la Yesu. Maana ni imani yangu kwamba wamesitirika ndani yetu. Kila unachokiachilia kwetu ni kwa ajili ya watu wako Bwana. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Neno lako ni amini na kweli ya kwamba uko katikati yetu. Bwana Yesu, tufundishe, tuelekeze, tufungulie akili zetu na ufahamu wetu. Tuelewe makusudi na mapenzi yako na neno lako kwa ajili yetu. Zaidi wito huu uliotuishikia Mfalme kwa ajili ya kusudi lako. Katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Jamani sema amen. Tumesoma hii misali miwili tu. Kisoma kuna ujumbe unaendelea mzuri. Ukirudi nyuma kuna ujumbe unaendelea mzuri. Lakini zaidi Mungu anataka tuiangalie hii misali miwili, inabeba kitu cha ziada kwetu. Anasema kila mtu na asiangalie mambo yake mwenyewe. Hasa unapoitwa mtumishi katika nafasi ya mchungaji, mwangalizi wa kundi, kamwe ondoa wazo ya kutazama mambo yako mwenyewe. Kila eneo la maisha yako, kila eneo la maisha yako, ufahamu kabisa kwamba tayari unaondoka kwenye ubinafsi, unaivaa nia ya Kristo inayobeba nafsi za watu wengi. Yaani katika kila maeneo, kwa sababu ndani yako umebeba nafsi za watu. Kwa hiyo huwezi katika kila hesabu unayopiga, katika kila jambo unalolifanya, haulipigi kwa nafsi yako mwenyewe. Sema amina. Unisikiliza mchungaji. Naposema mchungaji nazungumza wote, wa kike na wa kiume. Amen. Ni kwamba unapokubali wito wa kuwa wewe ni mchungaji, mwangalizi wa roho na nafsi za watu, ni sawa na kukubali wewe kuwa baba, wewe kuwa mama wa familia. Wewe ukasema utawaza ya kwako tu kama baba, utawaza ya kwako tu kama mama. Sio rahisi. Na wengi ambao halijaingia hili wazo ndani yao, hii nia ndani yao, unaweza kupata shida sana na ukapata tabu sana kwenye maisha yako. Lakini Mungu anataka, ndio maana mstari wa pili huo wa 5 anasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, kama vile hiyo nia ilikuwako pia ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo ndani ya Kristo Yesu
alikuwa na nia ya kushughulika na mambo ya wengine, sio ya kwake peke yake. Na kwa sababu hiyo ndio maana furaha ya Yesu wakati wote ilikuwa ni kuona watu wale aliotumwa kwao na anahudumia ipasavyo. Ndio ilikuwa ni furaha yake, kuona analitimiza kusudi la Mungu kupitia watu ambao wako mbele yake. Hakuna mahali popote maandiko yanajaribu kutupa picha ya kuona Yesu alijuta na watu waliokuwa wamepewa na Mungu. Semeni amina kwa jina la Yesu. Jamani, sema amina kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tuwe tunafahamu hilo wazi kwamba mimi kama mtumishi katika nafasi hii ya kuwa mchungaji au mwangalizi wa roho za watu, kamwe nimeamuliwa kuto kuangalia mambo ya kwangu mwenyewe. Unapokula, waza na wengine. Unapovaa, waza na wengine. Lolote ufanyalo, litazame katika mtazamo wa wengi, sio mtazamo wa wewe peke yako au nafsi yako peke yako. Ukibeba hilo jambo likakaa ndani yako na likakaa kwa mizani sawa sawa, hautajuta kwenye utumishi. Jamani, semeni amen. Ni sawa na ile amri tuliyopewa na Bwana Yesu ya kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, na kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Unajua maana yake nini? Unavyojiwazia wewe, muwazie na jirani. Au mimi natafsiri vibaya hilo neno? Anasema kama unavyojipenda wewe. Ina maana kama unajipenda, ungetamani uvae vizuri, ule vizuri, ufanye yani ukae pazuri, ulale pazuri, ule yani ndivyo hilo uzuriwe kwa mtu mwingine pia, jirani yako. Hiyo tafsiri ni sawa? Mpende jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. Ndio maana tunahitaji kuwa na ufahamu na kutafakari kwa kina sana juu ya wito huu tulioitiwa na Mungu. Kwa nafasi hii, maana yake lolote unaloliona kwa jirani baya lisilo kufurahisha, liweke liwe ni kama la kwako. Ndicho Yesu anachokitafuta kwetu. Maana yake nini? Kama jirani akilala njaa, wewe pia uwaze, yani uumie kama vile ambavyo jirani ambavyo amelala njaa. Ni sawa? Ni sawa? Kwa sababu ukiisha kuwa tu umekubali wito wa nafasi hii ya mchungaji, unatoka kwenye mfumo wa kawaida wa kuishi peke yako, ili kuwa na mtazamo wa kipekee, wa kipekee yako katika kila eneo. Hakuna chochote ambacho ni mali yako peke yako. Muda sio wa kwako peke yako, pesa sio za kwako peke yako, mavazi sio ya kwako peke yako, chakula sio cha kwako peke yako, huduma sio ya kwako peke yako. Ndio maana lazima kama mtumishi uhakikishe unazaa watumishi kama wewe. Maana uhakikishe cha kwako unachokipenda, unachokiona kionekane na kwa wengine. Sasa kwa bahati mbaya imeingia roho, mimi sijajua ni ukengevu unapokuwa umeingia, sasa ndio unageuza mambo. Mchungaji au mwangalizi anapoona kitu kizuri kinachipuka kwa mtu kinachofanana cha kwake, wivu unainuka, chuki inainuka, anatamani kinyamazishe, akidhani kwamba yeye atapungua, hataonekana, ila huyu ataonekana. Ni mawazo ya ukengevu. Lakini mtu yeyote anayejijua yeye ni nani, angetamani kilichoko ndani yake aone kinazaa matunda hapo, kinaonekana na kwa wengine. Ndio furaha yake. Kama
kama anajua nina uwezo wa kukemea mapepo, yanatoka watu. Anapoona mapepo na mwingine anatoa afurahi. Kama na uwezo wa kuombea mgonjwa kapona, anapoona hicho kitu kinatokea na kwa mtu mwingine afurahi. Kama naona kuna kitu chema kinafundisha vizuri watu, anapoona kwa mtu mwingine afurahi, hasa wale ambao wako chini yake, ambao ameweka kuangalia. Sasa badala yake ukengeufu unapoingia, unakuta mtu anaanza kuona wivu, anaanza kuona hasira, anaanza kuona chuki, anaanza kuwaza vipingamizi, mpaka inafika mahali ataanza kumsema huyu mtu vibaya asieleweke kwa wao watu anaowahudumia, ili tu aendelee kumaintain ile nafasi, aendelee kukaa na ile nafasi. Lakini furaha ya Mungu, ndio maana Mungu anaturithisha tabia yake. Mungu anapoona kitu cha kiungu kwetu, ndio furaha yake. Aweza kachukia anapoona kitu cha kiungu ndani yetu, cha kiungu kwenye maisha yetu. Aweza kachukia, aweza kukasirika, maana ndio maono yake na ndio kusudi lake la milele, aone uungu ndani yetu. Furaha ya Mungu yani anaona unaumba vitu duniani, sema amina. Unafinyanga vitu duniani, vinaonekana vinatokea, ndio furaha yake. Kwa unapoona anasema mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, tangu siku umekubali kuingia kwenye familia, sema amina, hii ya Yesu Kristo, ya utumishi kwenye nafasi ya uangalizi au uchungaji, ufahamu kabisa kwamba hauna cha kwako binafsi, hauna muda wako binafsi. Ndio maana muda wako ni wa wote. Anaweza kukuhitaji mtu muda wote, haijalishi ulikuwa na mpango na muda wako binafsi, yani ulikuwa na mpango na muda kwa muda, yani muda wowote utasikia ulipanga ufanye hivi, utasikia na shida na wewe tuongee jambo. Sasa kama hujijui kwamba huo muda wako sio wako mwenyewe, utaona ni kama kero. Mimi nilipanga kufanya hivi, huyu naye anataka tufanye hivi, anataka tuongee, anataka tuende. Ukijua kwamba muda sio wako pekee yako, ulipewa na Mungu duniani, utaona amani, utafurahi, hautajuta. Utayaona yale uliyotaka kufanya ni ya kawaida sana, hayatakufanya sasa ujute kuwa na huyu hapo. Utaona ni rahisi tu kuona basi hivi ilikwame, nilitumie huu muda niutumie katika hili. Lakini ni baada ya kutambua kwamba mimi nimeitwa na nimewekwa, si kujishughulisha na mambo ya kwangu peke yangu na mambo ya wengine. Sasa zaidi pale kwenye nafasi yetu ya utumishi. Hivi karibuni Mungu akawa ananisemesha jambo, sema amina, na akawa ananionya kabisa. Naona Mungu ananisemesha mimi binafsi, anasema jitahidi kutumia muda sawa kwa ajili ya watu wengine, mbali na mambo mengine mengi, lakini pambana. Na tutaangalia huko mbele nikwambie. Bahati nzuri mimi Mungu anachokunisemesha siwezi kukuficha hata kidogo. Yaani kama kuna mahali Mungu amenikosoa, nitakwambia hapa Mungu alinikosoa na anataka nifanye hivi na hivi na hivi. Na mimi najua ndio yani ndio uponyaji wangu pia. Semeni amina kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ukielewa jambo hili kwenye maisha yako yote kama mtumishi, utakuwa na amani sana kwenye utumishi, sema amina. Amen. Ndio, kwa muda wote umeweka fugo hapa. Ghafla mshirika, una washirika 10, 20, 30, 50 ngapi? Kama wanatambua na wanajua wewe ni baba yao, ni mama yao, muda wote hawatakutaarifu tunakuja. Watakuja tu. Utaona marangoni pako, utawaona muda uliojiandaa na muda ambao hukujiandaa. Sasa kama kwenye akili yako uliweka hii fugo inatutosha, ndio sasa unaanza kuona utumishi ni mgumu. Kwa sababu kuwapigia mahesabu, ila wamekuja na wana amani ya, kwa sababu wanajua tunaenda kwa baba, tunaenda, yani tumaini lao liko hapo. Na hawana mawazo, hawawazi kwamba tungefanya chochote, wako nyumbani. Sasa kama hujitambui hilo ndani ya moyo wako, utajikuta ghafla unapata taabu.
Ndio maana kwenye malango ya watumiaji kawaida hatutakiwi kuwa na muda wa kupika. Yaani kwamba unajua tunakula saa 7. Sikiliza, ujiandae kupika muda wowote. Na bajeti yako yaani bajeti yetu sisi kama watumishi, tusiseme tu hii bajeti ya asubuhi, ya mchana, hii ya jioni, atakuja mtu. Sema amina. Muda wowote ule atakuja, na tumaini lake ni kula nyumbani. Anajisikia kula hapo. Nakumbuka siku moja tumekula, tumemaliza kwenye mida ya saa 5 kama sikosei. Pale nyumbani. Nadhani mtakuwa mnakumbuka mliokuwepo watu wa familia pale nyumbani. Akaja mtu. Kwenye saa 5 tutana mtu mpagani kabisa. Ameletwa, ametokea, alikuwa anaelekea Biharamulo, wakampitiliza mpaka Nemba. Sasa walipoona wamempitiliza na yeye akawaambia, mimi mmenipitiliza, nilikuwa naenda Biharamulo. Hapo huko alikuwa ni mgeni. Wakamwambia kwamba bwana, sasa tukutafutie chumba ukalale, ili kesho tunapoondoka tena kwenda Mwanza tutakubeba tukuache Kabindi uchukue magari ya kwenda Biharamulo. Likagoma moyoni mwake. Hilo wazo likagoma kabisa. Yeye akaona moyo na goma umekataa. Bwana akasema nipeleke kwa mchungaji. Yeyote nipeleke kwa mchungaji. Yule mpagani sijui aliona vigezo gani. Akamchukua moja kwa moja kwa mchungaji Tumaini. Sasa tulishakula, tumemaliza, yaani kaletwa mgeni. Na anasema wazi kabisa kwamba kulala gesi imegoma, imeshindikana. Na najiuliza huyu mpagani, ina maana wachungaji ni Tumaini peke yake. Akamleta sasa kwa Tumaini. Sasa pale ndo unaingia sasa, amesafiri mchana kutwa, amekuja, na saa 5 kikawaida gesi hoteli zimefunga, hakuna chakula. Utakubaliana naye sasa tulale kwa amani. Kama kweli unajua umeitwa wewe ni nani, hautalala na amani. Utajikuta tu umeingiza hesabu zingine za kuona namna gani huyo mtu lale akiwa amekula. Na ndio maana tumuombe Mungu, watu wa Mungu, sema amina. Na hilo ndio ombi langu sasa hivi, na ndio bidii yangu, kwamba kwa kweli naanza kuona mzigo mkubwa kwenye malango yetu kama watumishi, pawepo na akiba. Akiba ni ya muhimu sana. Na tusilizike tunapoona akiba imekosekana, tusijifariji kwa namna yoyote. Biblia inasema kwamba, hebu sema amina. Niwaambie, Biblia inasema kwamba kila mtu awe na kitu cha kumgawia mhitaji, si ndio? Uwe na kitu cha kumgawia mhitaji. Sisi sema alipoitwa kwenye utumishi wake, akayakumbuka maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo ya kwamba, sawa, likumbuke neno hili ukalifanya la heri kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo tukaingia kupapali. Bahati nzuri tukawa tuna masalia ya mboga, akapata chakula akala. Wewe aliomba maombi yale mpaka sasa hivi nayakumbuka. Sijui nilikuwepo mtumishi, nakumbuka mama mmoja wa Mwanza yule aliomba maombi yale mpaka mimi mwenyewe nikakilizia. Aliomba wakati tunalala, akaja kuamka usiku akaomba yale maombi. Yaani aliomba maombi mpaka wewe mwenyewe unashiba na yeye. Lakini nini? Kwanza hatujuani, ni mgeni. Lakini naona namna ambavyo tumechukulia maana, yaani uwepo wake pale, hatujalizika tu kwamba tunajisikia. Na akala, akakarimiwa, akalala, akaamka. Aliomba maombi mazito sana. Aliniombea na nipate na gari. Jamani mniombee sasa ili litimie. Sema amen. Unaweza kuona kwamba ni muhimu sana. Unaweza kusema tumepika sasa imetosha. Yaani kama chai unaweza kupika hata zaidi ya mara 5 kwa siku, chai tu. Sasa mmepika ile tu mnamaliza, mtu kaja. Odi anakuta
sasa ndio mnamalizia pale. Kawaida hutakiwi kusema sasa ndio tumepitisha. Unatakiwa ushughulike, hakikisha chai inafanyaje. Mchana mmekula tu ndo malizia ndo huyo mtu anakuja, na unaona dalili ya mtu huyu ametoka mbali, dalili ya mtu huyu ana njaa. Sasa ingine naweza sio wa mbali, ni mshiriki wa kawaida, lakini unasikia ndani kaja na njaa. Sasa unaanza kusema sasa tumepana watu wa Mungu, kwetu sisi takiwi kuwa hivyo wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niwaambie jambo hili sana. Nina mfano wa watu wawili. Sijui bwana mdogo atanisaidia kukumbuka kama na hata kuwa na kumbukumbu. Mfano wa watu hawa wawili. Wa kwanza alikuwa ni bibi yangu mzaa baba. Yule bibi mzaa baba, ukiachana na mambo mengine mimi sijui, ila kwenye eneo la kutoa alikuwa hana muda wa kupika. Yaani kwamba useme amepika hapa ndio imepita. Kwanza wamama wote, yaani wajukuu wengi walikuwa wanakusanywa wanapelekwa pale. Kumbuka wale wajukuu walipokuwa wakipelekwa pale, wanakusanya na wajukuu na watoto wa majirani. Si watoto wanapenda makundi kuongea jamani? Kwa hiyo wanakusanya na kundi la watu wengine wanakuja hapo. Muda kula, kumbuka yeye saa hiyo hana mtoto, wote ni wakubwa, walishaondoka, ni watu wazima. Baki na wajukuu na watu wengine. Kwa hiyo muda yeye kupika, yeye kupika muda wote. Lakini kuambia kitu kilichokuwa kinatokea, alikuwa halimi mpunga, ila hakosi mpunga nyumbani mwake. Yaani karibu vitu vingi alikuwa hakosi. Unasema tu mtu hata hakuna uhusiano, ameshughulishwa kama nimekuja kukusalimia, ameleta nini. Kwa nini? Kwa sababu sio tu kwa ajili yake, ni namna ambavyo moyo wake umefunguliwa unaposhughulika kwa ajili ya watu wengine. Alikuwa hana muda wa kupika yule mama, yule bibi. Kwamba eti amepika asubuhi so ndio imetosha, mchana ndio imetosha. Muda wote anaweza kupika. Yaani jiko halizimi. Na mtu mkarimu hakosi wageni. Yaani muda wote utashangaa wageni wapo, wageni wanakuja, wanaondoka, na kila mtu ana baraka zake anapofika marangoni pako. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mtu wa pili ambaye nina mfano ni mama yangu mimi mzazi. Angekuwepo mtu ambaye pengine amefahamu mazingira tulioishi naye, japo alikuwa katika mazingira ya ugeni, lakini alikuwa anatuhimiza na sisi pia. Mama anafahamu mke wangu, tuliishi naye kama mwaka mmoja, japo alikuwa ni katika hali ya udhaifu, lakini unaujua moyo wake ni wa namna gani. Yule mama yeye pia, unajua eneo letu sisi lilikuwa ni eneo ambalo kuna mashamba, yaani kuna eneo ambalo ni makazi ya watu tu, lakini kuna eneo ambalo ni mashamba ya watu. Kwa hiyo kwa karibu na lile eneo la mashamba ya watu, kwa wengi walikuwa wanawaleta watoto wao wenyewe, ni kimbilio kama ni mvua, si maji, si nini, kupumzika, kufanya nini, wametoka shambani lazima wakaepo pale wapumzike, wafanyaje, yaani muda wote. Lakini pia tulikuwa ni eneo la njia kuu ya wasafiri wanapita kutoka wilaya ya Lungu, wanapita pia wanaenda huko. Kuna eneo maarufu sana lilikuwa linaitwa Isoko, kulikuwa na hospitali ya wilaya huko. Kwa hiyo wageni walikuwa ni wengi wanapita pale, huyu anafahamu, japo sasa hivi watu wamehama sana, lakini ilikuwa njia kuu ilikuwa inapita. Kwa hiyo watu walikuwa unakuta tu mtu amechepuka sana, naomba maji. Unamtazama unaona huyu anaomba chakula. Sio kwamba naomba maji, naomba nini? Chakula. Sasa kanuni ya mama aliyokuwa nayo Amina, alikuwa na kanuni hii. Mkiisha, yaani mnapandua chakula aina moja hiki, mnakibandua, anaweka kingine. Vyakula hivyo endelea kupika
ambavyo alikuwa anajua ni vya kuwasaidia watu. Alikuwa anapenda kupika ndizi, kande, viazi, mihogo ile ya kuchemsha ile. Yaani ingawa nyinyi mmekula ugali na mwingine, lakini tayari ameandaa hicho chakula, anakipika. Hicho ni cha wale watoto wanaokaa pale kidogo tu, huyu anachukua hapo kiazi, huyu anachukua hapo nini, huyu anachukua hapo ndizi, hivyo. Lakini pia wale wageni pita, yaani kwenye kanuni yake haikuwa ile ya kusema yaani sasa hatuna chakula, yaani hatuna chochote. Yaani bora mtu ale apate kula kiazi tu kikavu, si ndio, kilichochemshwa, akanywa na maji, kuliko kusema hakuna chakula. Kwa hiyo yalikuwa ni maisha yake yote. Lakini nashukuru Mungu, neema ya Mungu, habari njema nilionayo kwamba ni miongoni mwa watu walioikanyaga mbingu. Sema amina. Sasa unaweza kaona, yaani ambayo kama ningetaka kujifunza kwa watu hao wawili, natamani nijifunze kila wakati, nijifunze. Hakuwahi kubagua kwamba huyu ni mtoto wa mtu mwingine, huyu sio wa kwangu. Kumbuka nazungumzia kwa bali kama watumishi wa Mungu. Maandiko yanasema hivi, tusiangalie mambo ya kwetu wenyewe, bali tujishughulishe na mambo ya wengine pia. Je, umewahi kujishughulisha kwamba unapomuona mwenzio amevaa vibaya, yaani leo inauma, amevaa vibaya sana? Na mtoto mmoja muona kama 200 hapa kanisani, jina ila mimi nimemuona. Hivi kuna wamama wazazi humu? Ikiwa tu mimi mwanaume hivi humu kuna wamama wanawake wana wazazi humu? Kwa vile tu ni mtoto wa mwingine, sasa uone aibu hii? Sasa hii uweze kushughulisha kama unayangalia ya kwako, una ubinafsi. Sasa mchungaji yoyote aliye mbinafsi hafai kwenye nafasi ya uchungaji. Yaani kama humu ni mbinafsi, unaumia. Yaani ujue kabisa yani mbingu, yani kwenye mbingu hutoshelezi. Na kama ni roho, basi pambana nayo ili uone unajitosheleza. Na mtu huyu akielewa hichi kitu, furaha yake ni kuona anafanya hivyo. Yaani amani ambayo na furaha yake ni kuona yeye kwa kufanya hivyo anaona amani. Sema amina, watakatifu wa Bwana. Sema amina, wateule wa Bwana Yesu. Kwa nini? Kwa sababu baadaye tutaangalia huko mbele, Mungu akitupa neema, tutakapoendelea na mjadala. Najaribu kukupa tu utangulizi ili kufungulia mlango mpana wa kufikiri kama watumishi wa Mungu, ili kwenye utumishi wetu, kwa sababu yako mambo ambayo ndio yanatusumbua. Sema amina. Nilikuwa namwambia na mtu fulani, nikasema mimi sijui nimechanganyikiwa, sijui nikoje. Yaani mimi ni miongoni mwa watu ambao wamebarikiwa, niseme tu hivyo. Nasema ni miongoni mwa watu ambao wamebarikiwa. Yaani najaribu kupiga mahesabu kwamba kama kweli kila kinachoingia mfukoni mwangu ni cha kwangu peke yangu, kama wengine wanavyowaza, sijui ningekuwa na namna gani. Kama ni nyumba ningejenga ya namna gani? Kama ni gari ningekuwa na namna gani? Kama ni suti ningevaa za namna gani? Sema amina. Sababu huo uwezo wote nauona upo. Lakini cha ajabu ni kwamba najikuta tu nimepata kingi, nimetapanya kingi. Nimetapanya kidogo, hicho kidogo na kitapanya. Yaani kuna namna, yaani nasema kitu ambacho Yesu ni shahidi hapa. Sema amina. Naweza nikajikuta na madhaifu kabisa, maana nasema kwa kweli na udhaifu, lakini linapotokea jambo na usahau udhaifu wangu, najikuta nahangaika na mambo ya wengine. Bwana na mambo ya Mungu, basi niongezee, nipe kiasi fulani ili angalau ni balance nikae katikati. Lakini nawaza kwamba bila kufanya hivyo nafasi yetu kwa Mungu inapotea. Sema amina. Haleluya, watumishi wa Mungu. Na hasa sisi wachungaji, kwa sababu ni watu, uchungaji wetu sio wa miti, sio wa wanyama. Tena afadhali, yaani wanyama na watu vinaendana. Sema amina. Sababu mimi najaribu kuangalia hata pale nyumbani ni mfugaji, ninapowahurumia wanadamu
ndivyo nawahurumia na wanyama wangu. Sema amen. Kuna namna fulani unakuta huruma inakuja nipoona nguruwe, yani eti ajara. Inamtazama watoto wanapokuwa hawajara na nguruwe wanapokuwa ajara, najikuta vinaendana sambamba. Sema amen. Nishughulishe kama vile binadamu. Kwa sababu si ukafikiri eti kwa vile akiongei hakiisi upweke na njaa na shida kama binadamu. Jinsi unavyoona wewe, yaani kwa kweli unavyojisikia vibaya, ndivyo ambavyo na huyo mnyama anajisikia vibaya. Na ndio maana mara nyingi Mungu anapokuwa anatupa kwenye nafasi ya uchungaji huu, sawa, anapotaka kutuvulisha wito wetu anatupaga picha ya wanyama. Hujawahi kuona mara nyingi mchungaji kama unajikuta unaona unachunga ng'ombe, unachunga kondoo, unachunga, yaani unaonyesha, unataanishwa wanyama. Kuna uhusiano mkubwa sana kwa jeshi la roho. Ndio maana Yesu anatuita sisi ni kondoo zake. Ametupa picha ya wanyama. Sasa jinsi unavyoonea kiu, yaani jinsi unavyoonea huruma, unavyoweza kuwakea wale wanyama vizuri, ndivyo tunavyoweza kuwaonea na yaani tuonea huruma wanadamu ambao tunawachunga. Semeni amina, watakatifu wa Mungu. Kwa hiyo ili mimi mchungaji niweze kuitimiliza wito wangu wa uchungaji ipasavyo, hakikisha siku zote za maisha yako useme kila kitu ni cha kwetu. Hebu tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume, nimalize hapa alafu tukatafakari hii mada wote kwa pamoja. Kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 2 mstari tuanze tu 41 tu, ilete maana vizuri mpaka pale chini. Anasema, nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Jamani, 1000 ngapi? 1000 ngapi? Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika. Unini? Na katika kuumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akazidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Umeelewa vizuri, mtu wa Mungu? Hebu tafakari hiyo mistari kuanzia pale juu. Shirika, kula kwa shirika, kumega mkate kwa shirika. Waliuza viwanja vyao wakamgawia kila mmoja sawa sawa na nini? Au halitufai sisi wakati huu? Ilikuwa la mitume. Ile ilikuwa la mitume eti. Lakini kutokana na ule ushirika, ona kilichotokea. Kwanza, ishara nyingi zikafanywa na mitume. Pili, kule chini mwisho anasema hivi, kundi kubwa la watu walioamini likaongezeka. Sema amina. Hawakuongezeka kwa sababu walihubiriwa kwa sababu ya upako, ni kwa sababu ya upako ulioambatana na matendo ya shirika. Matendo ya shirika. Sasa iko hivi, tabia ya kanisa la mahali fulani, tabia, yaani kiingia kanisa lolote ile ukaijua tabia ya watu wa pale, ukajifunza kitu, hakijatoka kokote, kimetoka kwa mchungaji. Usijaribu kutafuta kimetokea wapi.
Biblia inasema vikuhani alivyo ndivyo na watu wake. Jamani amina. Jamani amen. Chochote ndani ya ushirika wa Kristo kinazalishwa na mchungaji. Mara nyingi kinazalishwa na mchungaji. Ukiona ndani ya kanisa kuna watu wengi sana wana fitina na migogoro mingi, ujue mchungaji naye amelea hayo mambo. Nakwambia kweli, ukiona vimekuwa kwa kasi kubwa, ujue mchungaji kalea. Hata uchoyo tu, ukikuta watu wachoyo kweli, yaani wachoyo kanisani, yaani washirika mgeni akija hawamwazii chochote, kazalishwa na mchungaji. Na nataka niwaambie, mchungaji, mfahamu kwamba naposema mchungaji najumuisha wote. Sema amina. Najumuisha wote, mama mchungaji na mchungaji mwenyewe. Yaani furaha yetu ni kama vile unaposikia watoto unapokuwa nazunguka wanarukaruka hapo, yaani ndio furaha ya mzazi. Sema amina. Hivyo na sisi tunatakiwa tufurahi tunapoona watoto wamezunguka meza, watoto wa kiroho. Na kuna kitu Mungu alikuwa ananiambia, nataka nitawaambia, sijui niwaambie sasa, hata huko mbele tutaendelea kujifunza. Marufuku, unasikia marufuku? Marufuku mchungaji yeyote kuingia mgogoro na mshirika wa kanisani. Yaani marufuku. Yaani ni marufuku full stop. Mchungaji kuwa na kama sielewani na mshirika fulani, sielewani na mshirika fulani, ni marufuku. Kwa sababu daima ukishaona kimeingia hicho kitu ndani yako, Yesu amekuipa chakula, hata kuwekea, hata kupa. Hata kupa. Maana kimtokacho mtu ndicho kiujazacho moyo. Kwa hakikisha kama mchungaji unakomesha, haimaanishi hatutatendewa mabaya. Tena kwa sana. Ila lazima uwe na moyo kwanza, moyo wa kuachilia, moyo wa kusamehe, moyo wa kupenda. Mimi nawapendaga washirika watukutu kanisani, wana nafasi yao kubwa. Hao ndio wanatuonyesha mambo fulani fulani. Sema amina. Hivi nikuulize, wewe mshirika mwingine humu kanisani saa nyingine, kwa sababu hiyo jambo sio baya. Yesu alisema makwazo hayana budi. Kwani kwa Yesu makwazo sio shida. Shida anayekwazika na anayeyaleta. Na tena afadhali anayeyaleta, anayekwazika. Kwa sababu makwazo mtu anaweza kayaleta yasipokelewe. Si ndio jamani? Yanaweza akaletwa lakini yasipokee. Okay, mtajuaje washirika wanaosamehe kanisani kama hakuna naye wa kwanza? Ili andiko litimie, fundisho liwe hai, lazima tuliishi, si ndio? Si ndio jamani? Yaani ili andiko au fundisho liwe hai, lazima tuliishi. Hivyo na wazaje Yesu kama leo angekuwa anatufundisha kuachilia, kufanyaje wakati yeye hakupitia hayo maisha? Hakuziakiwa, hakutukanwa, hakutemewa mate, hakusulubiwa msalabani, hakunenewa mabaya, hakushutumiwa kwa uongo. Leo inatufundisha nini? Yesu amekuwa ni kielelezo kwa vile alivyopita, akaziakiwa, akashutumiwa makosa, akatemewa mate, akatendewa mabaya, akanenewa kwa uongo. Katika hayo yote tunaona alipita, hakugombana na mtu. Ndipo anafanyika kuwa kielelezo kwetu. Sasa unawazaje mchungaji ana mgogoro? Sasa shetani kigundua mchungaji unakuwa na migogoro na watu, haitaisha kanisani. Yale kigundua unambeba huyu, atakumalizia kwa njia hiyo hiyo. Atatuma huyu, lengo uweke moyoni, alafu wakumalize. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo ni marufuku. Ukiona kuna jambo limeingia hujalipenda, fanya bidii kuonya, kuachilia, kukemea, tena sio kwa hofu. Unajua kuna watu wengine wanakemea wanaonya mtu kwa woga. Yaani kimoja atakimbia kanisani, atanielewa vibaya. Nisikilize nikwambie, sema amen. Umejihakikisha ili ni ovu. Tumeamuliwa sisi kama waangalizi, kemea, karipia, onya, fundisha, tena kwa bidii. Hayo yote. Na mtu mwingine anasema nikionya, nitakemea, na ametupa utaratibu. Mzee kama mzee, kijana kama. Ukiwa mchungaji ukemei ufai, hauonyi ufai, haukaripia ufai. Hebu nikuulize, ni mchungaji yupi ambaye anachunga tu anazunguka na ng'ombe? Piga picha ya uchungaji wa ng'ombe, wa mbuzi, wa nini, piga picha. Na ndio maana nakuwa na ya kazi gani? Kuna mtu mmoja alikutoa ufunuo, hebu nikumbuke huo ufunuo aliusemaje? Gongo na fimbo, gongo lako na fimbo vyanifanyaje? Vyaniongoza eti? Vyanifariji. Unisikilize. Akatoa ufunuo akasema hivi, fimbo, sema amen, ilikuwa na kazi yake, lile gongo lilikuwa na kazi. Yaani kimoja kati ya hiyo, sijui ni gongo, kitu kama hiyo, nadhani ni gongo, kwa sababu gongo si ndio likubwa kuliko fimbo. Yaani gongo si ndio likubwa kuliko fimbo. Lile ligongo lilikuwa ni kwa ajili ya shetani, ile fimbo ilikuwa ni kwa ajili ya wanadamu. Sema amina. Kwa kuna saa ya kutumia gongo, kuna saa ya kutumia fimbo. Sasa mwingine ameitwa ni mchungaji alafu ni kijana, kanisani kuna wazee wengi, anaanza sasa, namwonyaje huyu mzee, namwonyaje huyu bibi, namwonyaje huyu namwonyaje. Sikiliza, kuna nafasi yake. Kijana utamuonya kama kijana, kuna namna utamwendea, kuna namna utatumia lugha, lakini mzee utamkemea. Na hizo lugha zote Mungu anazijua. Mzee atakuelewa kama mzee ukimkemea, kijana ataelewa kama kijana ukimkemea. Lakini ukimwacha amefanya tu jambo ambalo halijakupendeza, ukamwacha tu kwa sababu ya uzee alionao, hufai kuwa mchungaji. Mchungaji uruhusiwi kuwa na jambo lolote moyoni na mtu. Labda tu muda ndio uwe kiambaza, kwamba sasa umekuwa na jambo na mtu alafu bado unautafuta mtu wa kuonana naye. Lakini usikae na neno lisilofaa juu ya mtu ndani ya moyo, linazuia chakula kizuri ndani ya moyo. Yaani kile ambacho Mungu anataka weke ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hao mitume, Biblia inasema kwamba walikuwa shirika. Hii maana tena anasema kila mmoja aliuza kiwanja nini, alafu ile hesabu, sema amina, ikapelekwa mbele ya wale mitume, wakagawia kila mmoja. Ndio maana kuna nafasi ya wachungaji, kuna nafasi ya washirika, kuna nini hayo. Lakini nataka nikwambie, mema yote tunayoweza kuyaona kwa washirika yametengenezwa na mchungaji. Kwa hiyo kuna wachungaji unakuta analia kweli. Ndugu, umetengeneza. Apandacho mtu ndicho. Kuna saa za dhiki, kuna saa za tabu, lakini kuna saa za faraja ya Mungu. Sema amina. Na kwenye nyakati zote hizo, amani ya Kristo ndiyo itakayoamua. Washangaga wachungaji. Mimi niwaambie ukweli, nashangaa wachungaji. Yaani wewe ni mchungaji alafu bila aibu unaenda kwa mshirika kudai kitu. Unadai sadaka kwa mfano. Mpaka wengine wanapitia kanjia, anasema unajua Mungu amefanya, ninatakiwa umshukuru. Wewe yako kwamba amshukuru. Yaani hujamfundisha kiasi cha kuelewa kwamba hapa inatakiwa kushukuru mpaka kumkumbusha. Umedai. Yaani umedai. Wewe fundisha tu, watu wakimwelewa Mungu wao watajua hili jambo inatakiwa nimshukuru Mungu. Hili jambo na Mungu unajua ngoja niwaambie, sio kila anayetaka kushukuru atashukuru kwako mchungaji.
kwa washirika waliokomaa ambao wanamwelewa Mungu vizuri, sio kila siku watafanya, hawafanyi kazi kwa kukariri. Wanaweza wakafanya jambo kwa kadiri ya maelekezo ya Mungu ndani. Sasa kama unataka kila kitu washughulie kwako, utaona wivu na nini. Sasa ukienda kinyume cha maelekezo aliyopewa kutoka kwa Mungu, ndio unapoteza nafasi yako mbele za Yesu. Utanung'unika bure, utamwona mbaya, utamwona hafai, utamwona nini, kumbe ni maelekezo. Na kama na yeye akifanya nje ya maelekezo hicho alichokifanya, amefanya kwa sababu ya undugu, amefanya kwa sababu ya urafiki, amefanya kwa sababu ya ujirani, anafanya kwa sababu fulani nje ya maelekezo ya Mungu, atakutana na Mungu huko huko. Haleluya, wateule wa Mungu. Msingi wetu pale ni kwamba usijishughulishe na mambo ya kwako wewe bali na ya wengine pia. Sasa iko hivi, kadiri unavyoweza kujishughulisha na mambo ya wengine, na wao wanajishughulisha na mambo ya kwako. Unajua Biblia inasema Mungu hujishughulisha sana na mambo ya kina nani? Sasa kujishughulisha kwa Mungu na mambo ya kwako kunategemea kiasi gani wewe pia unajishughulisha na mambo ya kwake. Tumalizie huo mstari jamani, mnisamehe. Sura ya kwanza, sura ya 5 mstari wa 7. Sema amen. Tuanze mstari wa 5, wa 6 anasema hivi: basi nyenyekeni ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, kumtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Anafanyaje? Hujishughulisha sana kwa mambo yetu. Sasa kama wewe hujishughulishi sana kwa mambo yake, Mungu hatajishughulisha sana na mambo yako. Umeelewa? Unafikiri Mungu anajali uhitaji wetu? Haumshawishi. Kama nalala njaa, natembea uchi, nimepungukiwa hiki, nimepungukiwa na hiki, haya mwangaishi, haya naangalia, je, wewe unajishughulisha kiasi gani na mambo ya kwake ili na yeye ahangaike na mambo ya kwako? Kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Anamaanisha Yesu yeye hujishughulisha sana na mambo ya kwetu kama watumishi wake. Sasa hawezi kujishughulisha na mambo yangu ikiwa mimi sijishughulishi na mambo ya kwake. Apandacho mtu ndicho atakacho. Pointi yangu ya msingi, ndio maana mimi naweza kwenye utumishi wangu huu sipendi kumshawishi mtu kwenye utumishi. Na neno langu na Mungu, naomba, naweza nikamwambia mtu, ndugu, nafaa kwenye utumishi, yaani una huduma hii ndani yako, lakini nikamwambia ndugu, lazimisha, unajua bwana, mimi akiitwa na Mungu akamwa, nimefurahi sentensi ya mtumishi, anasema anajisikia amani katika hilo. Sema amen. Sasa huyu anayejisikia amani na furaha katika namna hiyo, hata huko anakokwenda kutumika, amani ili tafuatana. Usijisikie majuto. Sasa nikana nasikia mchungaji mmoja kwetu haya anazila, eti nyinyi hamnijali, nyinyi hamnunuliki, hamnifanyii kwa nini, na mimi nagoma. Haujui aliyokuita. Kwani wanadamu ndio wamekuita? Umefunga agano na mwanadamu, umefunga agano na Mungu. Jamani, sema amen. Ukiona mchungaji wa uzima na ushindi huko hivyo, unaanza kuwalalamikia wachungaji wa shirika kwa sababu hawajakusaidia. Kwanza ukiona unapita kwenye mapungufu, usimlalamikie mshirika yeyote, wala usimnungunikie mshirika yeyote, wala usiwe na wivu na chochote nacho mshirika chochote. Kama ukiwajibika vema kwa Bwana, cha mshirika chochote alicho nacho mshirika ni cha kwako.
Unanisikiliza vizuri? Nasema kama unawajibika vema kwa Yesu Kristo, alichonacho mshirika ni cha kwako, ni muda tu. Kama vile ambavyo ulichonacho wewe ni cha washirika. Muda wote una uwezo wa kukihitaji. Muda wote. Kibaya zaidi ni kwamba wengi ingia kwenye utumishi wana mtazamo mmoja tu. Naingia huko wanitegemeze, watanifanya hiki, watanifanya hiki, watanifanya hiki. Macho yake yote yameelekeza kwenye sadaka. Ndugu, hiyo ni ziada sana. Yaani sadaka kwenye utumishi tulioitiwa ni ziada sana. Ziwepo zisiwepo, wewe timiza wajibu wako kwa Mungu. Alafu ngoja niwaambie kitu cha ajabu ambacho pengine ngoja nikwambie, Mungu kubali, sema amina. Na kufungua macho haya mshirika, mtumishi wa Mungu. Mungu akikuridhia ni hivi, anapotaka kukuhudumia anamtumia yeyote, hata mpagani, hata adui yako. Sijui kama mmenielewa. Nasema hata adui yako Mungu anaweza kutumia kukulisha, kukuhudumia, kutimiza mahitaji yako kabisa. Nikawa naongea na mtumishi mmoja wa ajabu, akaniambia kitu cha ajabu sana. Anasema alikutana na mtu ambaye alikuwa ni adui yake sana sana sana. Ni adui, hapendi kusikia anachohubiri huyu. Hataki kusikia utumishi wote alionao huyu mtumishi wa Mungu. Akawa na vita kubwa na mtu. Sasa huyo mtu anashangaa tu, siku moja amebeba 100,000, anakimbia nayo. Sema amina. Na saa hiyo huyo mtumishi alikuwa na uhitaji hatari, yaani ana uhitaji wa hali ya juu. Adui kabisa, adui anayewaza mabaya juu ya huyo mchungaji. Kabeba 100,000, ameambiwa peleka hii 100,000 kwa mchungaji, ana shida nayo. Akaenda anamwambia, bwana, nimekuja nimesukuma Mungu, sio kwamba bado nina amani na wewe. Yaani bado kachuki bado kamo, ile tu nimesukuma nilete hii sadaka. Nikasema alikuwa vizuri sana ile kusema tu, bwana, sikuhongi tu kwamba labda, lakini bado mtazamo wangu uko pale. Sikuamini, sikukubali, bado nachuki na wewe, lakini nimesukumwa hii sadaka hii. Na nisingeileta madhara yananipata. Kwa yule mwenye mchungaji, ukiwa na mtazamo wa kwamba najua ni washirika tu hawa, au ni fulani mwenye navyo, au namna yote ile, huo mtazamo sio wa kimungu na utataabika sana kwenye utumishi. Alafu ngoja nikwambie Mungu anachokifanya kwa uzoefu mpaka hapa na miaka kama 10 na kitu kwenye utumishi. Ukiweka tumaini tu kwa mtu au kwa kitu, hutakipata. Hutakipata, nakwambia ukweli. Mungu hataki kuzoeleka. Mungu hataki yaani Mungu hataki, anataka ana kanuni zake kwa watumishi wake. Ukimpendeza, kuna wakati mwingine anaweza kumshurutisha mtu. Yaani akamshurutisha, yaani anashindwa kutulia, anashindwa kupumua mpaka afanye jambo ni kwa wakati. Na ndio maana nikwambie kweli kabisa, mimi nikwambie kweli kabisa, mimi huyu kwa upande wa watumishi wa Mungu, sema amina, upande wa watumishi wa Mungu, maana ninapenda sana ni waamini. Yaani napenda sana ni waamini. Yaani mtumishi ambaye yuko, natamani sana ni muamini, ili ninacho kwa Mungu nisijiulize maswali. Unaweza kama mtu yuko mbele yako kwa sababu ni mchungaji, humwamini, na kwa sababu ni mchungaji unasema sasa nipeleke wapi? Wewe ndugu, sikiliza, unatupa tu chooni hiyo sadaka. Sababu Mungu anataka mambo yote yatendeke kwa furaha, kwa amani, kwa moyo, kwa imani yote. Usitupe kama kutupa tu. Maana lazima usipeleke sadaka yako mahali popote unapopaona.
bali mahali Mungu amelikalisha jina lake. Kama ni mbele yangu, lazima nipambane. Amina. Nihakikisha na muamini ananiamini, ili penye kuonyana tuonyane, penye kusaidiana tusaidiane, tuendelee kuaminiana. Sema amina. Na nikigundua amepoteza ramani, sijali. Sema amina. Kwa sababu tu ni askofu, sasa nifanyeje? Fanya, utaona. Unakuwa unafanya huku unatandikwa, unafanya huku unatandikwa, unafanya huku unatandikwa. Sumekalili. Ndio maana tunatafuta tumfanye Yesu kama wachungaji, waangalizi wa nafsi na roho za watu, ili watu pia watu waamini. Sema amina. Tuaminiwe na Mungu, tuaminiwe na watu tuwaamini. Kosa mchungaji, ni kuambia ukweli, kosa kubwa ambalo wachungaji watahukumiwa sana ni kujua madhaifu ya watu ndani ya kanisa bila kuchukua hatua ya kuwasaidia. Wanaishi nao kinafiki tu. Mchungaji, ukiona dosari yoyote kwa mtu, muda tu labda ndo ukubane, unamtafuta, yani unatafuta nafasi. Sema amina. Kwa sababu sio mambo yote utaongea uko kwenye simu, uko ngambo ya pili kule, ngambo na ngambo, unasema nimesikia, nimeona. Hapana, hekima ya Mungu na ikae. Hebu sema amina. Hekima ya Mungu na ikae. Lakini hakikisha muda wote una neno na mshirika. Ukiwa nalo na unaona kabisa kwamba moyo wako utuli, ufanye bidii. Kwani Biblia inasemaje? Ukija kuleta sadaka kwenye madhabahu, wengi wanafikiri sadaka tu ni shilingi, pesa. No, utumishi wote ule ni sadaka. Sasa kabla hujaingia kwenye utumishi kufanya, una neno na mtu, kwanza acha sadaka yako. Unajua maana yake nini? Ndio maana tunaambiwa utumishi usitumike ukiwa na jambo na mtu. Hiyo ni sadaka. Utumishi wako huo ni sadaka. Weka kwanza hapa, nenda kapatane kwanza, ndipo uingie kwenye utumishi. Sasa nyingine hata ni mchungaji, umeona kuna jambo halijakaa vizuri, hata kabla, kama ni siku ya Jumapili au ni nini, umeona kabisa mapema kabla kwenye madhabahu, mwite mtu. Sema amina. Mwite huyo mtu, kanae, msemeshe, mwambie bwana, kuna 1 2 3 naona kwako halijakaa vizuri, au mazingira yote unayoyajua, ili unapokuja kutoa sadaka kwenye madhabahu ya utumishi, ikubaliwe hiyo sadaka. Ikubaliwe. Ukijifanya kwa mazoea ndio utaikanyaga tu madhabahu. Kama kuna madhabahu bado ina macho, ina nguvu, ina moto, utateketea hapo. Ngoja niwaambie, madhabahu ya Mungu hainaga upendeleo. Ya Mungu ile hai ni upango katao kuwili. Inafyeka wewe uliyewekwa hapo, inafyeka yeyote ambaye ataitumia vibaya hiyo madhabahu. Kila mmoja, haina upendeleo kwamba eti wewe ni mchungaji, wewe ni askofu, wewe si nani, wewe, haina upendeleo. Madhabahu ya Mungu aliye hai inashughulika na kila mmoja kwa usawa. Kwa hiyo anasema ukiona una neno, peleka kwenye madhabahu. Kwanza pembeni kabla hujaitunga. Sema amina. Maana kabla hujaanza kuitumia, iweke kwanza hapo. Patane kwanza na nani? Na mtu ambaye una neno au ana neno. Unajua kuna mambo mawili. Sema amina. Kuna mambo haya, anaweza yeye akawa na neno na wewe umesikia, hata kama hajakufikia, ila wewe zimekupata habari, nenda. Ndugu, unajua kuna mambo kaona dalili, si ndio? Unaona mahusiano yamekatika, yamekuwa tofauti na unavyofahamu. Unafikiria huyu mtu atakuwa na neno na mimi, nenda. Lakini pia unaweza kawa wewe ndio na neno, kuna jambo umeliona kwake huyo mtu. Sema amina. Nenda. Mwambie bwana, nina neno na wewe juu ya 1 2 3, mmalize ndipo muingie kutoa sadaka ya huduma kwenye madhabahu. Namna hiyo inampendeza Mungu. Kwa hiyo wengi sasa wanapoteza mwelekeo kwa sababu naona akitazama na fulani anacho.
Sasa huyu fulani anaona kabisa madhaifu na mapungufu na shida na tatizo. Sasa nacho nikinani tu nitakosa. Okay. Yaani kanuni ya Biblia ni kwamba unapoiangamiza nafsi yako ndipo unafanyaje? Unaiokoa. Unapoiokoa ndipo iangamiza. Kwa maana gani? Unaposema Bwana niache tu sasa, unajua nini ndio unavikosa sasa. Kaenda ukamsaidia ukamwonya, ndipo Mungu ana uwezo wa kukumsemesha huyo mtu akafanya. Nimeweka mdomo sasa, na mimi sitaki kuwaombea, na mimi sitaki kuwahudumia, sitaki kuja kanisani kwa sababu hamjanifanyia 1 2 3. Huo sio utungaji wa Mungu aliye hai. Ni mtu tu anaweza kijiwe ka biashara. Kakijiwe ka biashara. Sio Mungu aliye hai. Ndio maana maandiko yanasema hivi, lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo ni kwa utukufu wa Mungu. Lazima tufike mahali pa kupima sana utumishi wetu katika kila eneo. Tupime. Sema amina. Jambo ambalo ni marufuku. Ni marufuku. Sema amina. Ni marufuku upendeleo. Umeelewa? Ngoja nikwambie hili, nijaribu tusaidiane katika uzuri zaidi. Haima nafasi zenu, mahusiano yenu yatakuwa 100% kwa jinsi ya kawaida. Kuna watu utaonana nao zaidi ya mwingine. Kuna watu utaongea nao zaidi ya mwingine. Kuna watu utajikuta unafanya zaidi ya wengine, kutegemea na mazingira na wakati na maelekezo ya Mungu aliye hai. Ukitaka kujua huyu mchungaji ana upendeleo, yaani wewe mchungaji una upendeleo, ukitaka kujua una upendeleo, angalia unavyokea huyu mtu na huyu mwingine, unawakeaje? Mwingine amepata shida, kitambaa cha suruali. Sawa, tegemea na maelekezo, sababu apandaye haba atavuna. Lakini nia yako ya ndani ipi? Ni uwezo ulionao wakati huo, au unachokifanya kinategemea uwezo ulionao wakati huo, au ni kudhamiria kuna kuambatana na sababu fulani? Mwingine kama ununue kitambaa, amepata tatizo, kuna jambo na kasherehe, unanunua kitambaa unaenda. Mwingine kuna jambo limetokea, unachukua kipande ka sabuni. Yaani ili mradi tu acha hela, sio kwamba ndio uwezo ulionako. Maana kama ndio uwezo ulionao sawa, hakuna shida. Lakini kiwa umechukua kipande ka sabuni kwa sababu tu sababu fulani, unaupendelea. Mimi inanigharimu sana. Mwingine inanigharimu, sema nisamee, ndio makosa ambayo nilikuwa nakwambia nitakwambia Mungu ananisaidia. Sema amen, ni makosa. Kuna kipindi hasa mwaka huu ilitokea, Mungu ametupa baraka sana. Amen. Mungu ametupa baraka sana mwaka huu. Hapa kanisani watu wamejifungua, wamefanya nini? Unajikuta huyo anajifungua, kabla hujaenda kumuona mwingine tena. Hujaenda kumuona mwingine tena. Nakuja sasa uanze kuwaona. Sema amen. Na usipoangalia hapo sasa, kuna dosari utaipata. Ikiwa wa kwanza ndio ukumwona, lakini ghafla ule wa mwisho ndio umebebelea vitu vyako, na wakati ule wa kwanza hujafanya. Kama mchungaji, kuna dosari inaingia. Ndio mambo madogo ambayo nataka nikwambie ndio mitihani yetu kwenye utumishi. Sema amina. Ukiwa na akili timamu na unataka ufanye mambo kwa usawa, nenda vile vile. Sema amen. Nenda vile vile, anza
kuyatengeneza huko. Fanya hata kama ni kwa kuchelewesha, basi fanya tena, fanya hivyo, fanya mpaka Mungu. Ukiwa na uwezo basi fanya kote kwa wakati, ili sasa ufumbe vinywa. Asikuwa kumwona mchungaji amependelea, mimi mbona najifungua mwezi uliopita akajamu, anya ziba, asiwepo wa kulaumu. Lakini kama ndugu mwanaume, bora ukose wote sasa, wote wa kulaumu. Kuliko ukajipendekeza sasa ufanye, unavuga. Sababu wote wakikulaumu, dhamiri ya ndani inaweza kukuokoa. Sema amen. Una dhamiri gani katika hayo? Hiyo marufuku nyingine ambayo ni marufuku kwetu sisi, upendeleo. Ngoja mnafikiri mambo hayo. Sasa sijui ndio tukubaliane hivyo, si ndio? Hebu angalia hapa, kitabu kinasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, kitabu cha Yakobo sura ya 2. Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Umesikia? Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akiingia na maskini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia, keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini, simama wewe pale, au keti miguuni pangu, je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliowaahidia wampendao? Bali ninyi mmemvunjia heshima maskini. Je, matajiri hawaonei ninyi na kuwavuta mbele ya viti na kadhalika na kadhalika? Lakini mimi pointi yangu ni hali pale kwamba tunakuwa tunafanya hitilafu mioyoni mwetu. Sema amina. Je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu mkawa waamuzi wenye mawazo? Uwe na sababu maalum kabisa ya kukanyaga mji huu sana, mwingine hukanyagiko kwa sababu binafsi za ndani. Kwa sababu huku nikienda nakula samaki na nachinjiwa na kuku na mayai yapo na kasoda, kwa hiyo sasa unakuwa ni mpendeleaji. Nazungumza na wachungaji. Sema amen. Alafu washirika wakigundua sasa kwamba huwa unaendaga pale kwa sababu kuna misosi, ndio umepoteza sasa. Uwe na sababu maalum. Huendi mahali fulani kwa sababu zipi, unaenda mahali fulani kwa sababu zipi. Ikilazimika hivyo, ndio pana mgonjwa, ndio kuna jambo mnashauriana, ndio kuna nafasi fulani ya utumishi ambayo inawafanya muonane mara kwa mara, ndio kuna vitu kama hivyo. Lakini ikiwa ni kwa sababu fulani ya kibinadamu, leo ndani ya moyo wako unafanya itilafu ndani ya moyo wako na mawazo mabovu mbele za Mungu aliye hai. Hatimaye kanisa sasa unaanza kuona makundi, mpendeleo, maneno, nini, zagazaga. Mimi nakwambia hivi, na nakwambia haya ni yale ambayo mimi najua na makosa tunayoyafanya tumishi. Na lengo la Kristo pasiwepo makosa, pasiwepo hizo itilafu wala hayo mawazo mabovu, kwa sababu yanampa shetani nafasi kubwa.
na tunashindwa kusimama vizuri na utumishi wetu mbele za Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni marufuku kwa mchungaji kuwa na upendeleo. Unaweza kusema ili nalo ni la msingi, ili kweli ni la msingi. Nataka nikwambie hilo sasa ndio la msingi nyingine yote kuliko upako. Kwa sababu ndio katundu ka shetani anapitia hapo. Shina la uchungu lisije likawasumbua na kwa Mungu anatusaidia na anataka tuimarike, tuwe imara pasipo lawama. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Nazungumza kwamba kila mtu miongoni mwetu kama watumishi, wachungaji hasa ambao kisha sema tu mimi ni mchungaji, unamaanisha una watu nyuma. Wewe kama mchungaji bila watu, sawa, watu wote wanakutegemea kwa 100%. Wote unawategemea kwa 100%. Naposema unawategemea sizungumzii kwa jinsi ya kimwili. Sema amina. Yaani taji yako iko kwa hao watu, uchungaji wako uko kwa hao watu. Yaani mimi ni mchungaji kwa sababu ya huyu. Alafu tunapojitazama katika uchungaji tusiwatazame kama kundi, tujitazame kama mmoja mmoja. Yaani umuone kila mmoja ni wa muhimu na ana nafasi na ni wa thamani kwako. Lakini tahadhari, sema amina. Tahadhari. Kuna mwingine sasa anang'ang'ana mpaka anatenda na dhambi, anamng'ang'ania mshirika, anamtazama mshirika mpaka anatenda na dhambi. Yaani mshirika anamvuta kwenye wanadumbukia wote kwenye shimo kuu. Anamng'ang'ana mshirika. Anamletea anakubali. Fitina anakubali. Kila kitu anakubali. Hapimi hata mambo. Alafu ngoja niwaambie niwape nani? Niwape uzoefu. Niwashirikishe uzoefu. Washirika wengi, sio wote, usijue kadiri. Wengi akikoseaga wanaonekana ni wazuri sana, ni wakarimu sana, ni wema sana. Saa hiyo anatafuta kukuhonga mshirika na ni mchungaji. Rushwa. Sasa unachokisikia ndani kama kikizuiliwa na chakula, kikizuiliwa na sadaka, kikizuiliwa na vazi lote au wema wote atakao kutendea mshirika, kwa hiyo unachokisikia ndani usikitende kwa sababu katanguliza kitu ndani, umekufa kwenye shimo. Umedumbukia. Akigundua hivyo anajua kabisa kwamba yaani kuna jambo alafu hajafanya chochote, na siku nyingine anafanya lingine zaidi, alafu anakufundisha kitu mdomoni. Unafumba uwezi kuongea. Kwenye shauri la Mungu upanga unyooke tu. Sema amen. Nitakula shiba, nitavaa nitapendeza, lakini panapostahili kunyoosha lazima tunyooshe. Hebu sema amina. Wote hao ni wa thamani mbele za Mungu. Hakuna mtu Mungu. Biblia inasema kwamba wale wote ulionipa Bwana Yesu sikumpoteza hata, yaani tajiri, masikini, mnyonge, mwenye nguvu, mdhaifu, hivi, mwenye uwezo, asiye na uwezo, msomi, asiye msomi, sikumpoteza hata mmoja, ila mwana wa upotevu. Yaani ambaye amebebwa imeshindikana, sasa ameamua mwenyewe kupotea. Usiwe na hatia na mtu yeyote kama mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nadhani akaka msingi kama tufungulia mjadala. Nasema tunatafuta uzuri kama wachungaji, kama watumishi. Utumishi wetu uwe bora, sio tu bora kwa wanadamu, yaani ubora wetu mbele za Mungu uanzie kwa Mungu. Sema mimi. Ubora wetu kwa Mungu, ubora wetu uanzie kwa Mungu. Kwenye jambo lolote tunaloamua kulifanya mchungaji, tafuta kwanza kibali kwa Mungu. Yaani kupendwa na Mungu, kupendeza Mungu kabla hujawapendeza wanadamu.
Ukiona mchungaji unakosolewa na wanadamu, unaonywa na wanadamu, usiseme mimi na Mungu wangu, unajua Mungu ndiye ananijua. Mungu anakujua, lakini anasema na wewe kupitia wanadamu. Tega sikio lako na uwe tayari. Mruhusu Mungu aseme na wewe, akusaidie, akufundishe, akuongoze, akuonye, akukemee, akukaripie. Na kila mchungaji lazima ajue lugha anayotumia Mungu kusema naye, iwe kumuonya, iwe kumkemea, lazima ujue. Lazima unaweza kuwa unakemewa na Mungu, unasaidiwa, umenyoosha tu shingo yako mbele. Unasaidiwa na Mungu, umeelekeza tu uso wako mbele. Kumbe Mungu anakusaidia, usipoelewa unadumbukia kwenye shimo. Mungu anasema nani? Anapotaka kunikemea ananikemeaje? Anapotaka kunionya ananionyaje? Anaponifundisha mimi anatumia njia zipi? Ananifundishaje? Au sisi Mungu atukemeaje wachungaji? Kama hatukemei, hatuko kwenye fungu la wana wa Mungu. Kwani maandiko yanasemaje? Asiyekuwa katika kukemewa, asiyekemewa, asiyekaripiwa, asiyeonywa, hayuko katika fungu la wana wa Mungu, bali ni mwana wa uasi. Mtakatifu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, unataka kutengeneza watu wa aina gani kwenye maisha yako ya utumishi? Unataka kuwa na washirika wa aina gani? Yaani wa aina gani? Unataka kutembea mimi niwaambie ukweli, kupitia hii neema iliyofunuliwa kwetu na kutufundisha mengi, ndipo nimejifunza. Kwa sababu nimeelewa. Kuna siku nimekalishwa kwenye vikao, jamani, kesi ya mbinguni kishindwe kuishinda hapa duniani. Yaani kesi ya haki, yaani ile kesi ukishindwa kuimaliza hapa duniani, unaposikia maandiko yanasema patana kwanza na mshtaki wako ukiwa wapi? Njiani. Kabla hujafika pale kwa kadhi, kesi ikakushinda ukatupwa huko, utalipa kila kitu. Kule hakuna kudhulumiwa, wala huwezi kudhulumu. Kwa sehemu ninaposikilizaga kesi zinavyokaa, kesi za watakatifu, ndugu, bila neema hii ya kusaidiwa tukiwa hapa duniani tunapumua, hakuna atakayetoboa pale. Hayupo. Ndugu, yule mshtaki anafuatilia point by point, nukta by nukta, na anakushtaki kwa kitabu kitakatifu. Shetani hana kitabu cha kwake cha washitaka. Yaani hiyo Biblia tunayosoma hii. Ndio maana Yesu alisema sio mimi nitakayewahukumu, ila neno ndilo litakalowahukumu. Kwa hiyo jamaa amemeza hichi kitabu chote, Shetani ambaye ndio mshtaki. Nilikuwa naangalia mtandaoni Tundu Lissu anavyowahangaisha watu pale kwenye mahakama, yaani mpaka wanasikitika na wanatikisa na vichwa. Amemeza sheria, jamaa yule zimekaa na tembea na limfuko limkubwa liko hivi. Wakileta hoja na ipangua kama vile nini? Ndivyo Shetani limemeza sheria ya mbinguni. Limemeza. Linajua kanuni zote. Sasa ukishindwa kumaliza kesi hapa duniani, ukasema mimi bwana, neema ya Mungu itanisaidia bwana, kama wengine wanavyodhani, halafu fika kwenye kile kiti, yaani kamatwa tu tupwa huko. Heri wafu wafao katika, asema Bwana, wapate kupumzika baada ya taabu. Maliza taabu zote huku duniani. Yaani bora mmalize huku, ukubali wakupe faini. Na yote wengi anang'ang'ana, anajua kabisa kosa ni naro, lakini anang'ang'ana eti anaogopa faini.